Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya enzi haikuvamiwa na mafundisho ya kipagani. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya jioni. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza kipindi cha leo jioni, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunakushukuru kwa jioni hii njema, kwa kutuita kwa ajili ya kuendelea kujifunza kweli hizi za milele. Tunaomba utupatie Roho wako Mtakatifu vipimo vitatu, triple portions, ili tukaweze kujua hizi kweli za milele na kuzifanyia kazi. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Somo la 488, najaribu kurudia somo la Mungu katika picha tofauti, lenye kichwa kinachosema mawazo kuhusu Mungu, Kristo na Roho Mtakatifu, mwokozi wa ajabu. Fungu la maandiko Yohana 17:3 anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Tuanze namba 1. Yesu alikuwa sawa na Mungu kwa kila maana tangu umilele. Kunaona matengenezo anasema Yesu ni mdogo, eti kwa kutumia neno Baba ni mkuu kuliko mimi. Sawa, ubinadamu wa Kristo ni mdogo, Baba ni mkuu, lakini uungu wa Kristo Roho Mtakatifu ni sawa. Hebu ngoja nikuletee nukuu hapa kutoka katika The Faith I Live By, kurasa wa 46 aya ya 5. Anasema Kristo alikuwa Mungu kimsingi na katika upeo wa juu sana. Alikuwa pamoja na Mungu tangu milele yote, Mungu juu ya wote, mwenye heri milele na milele. Bwana Yesu Kristo, mwana wa kimungu wa Mungu, alikuwepo tangu milele, nafsi ya pekee na bado umoja pamoja na Baba. Alikuwa utukufu unaopita vyote mbinguni. Alikuwa mwili wa viumbe wenye utashi wa mbinguni, na heshima ya malaika aliipokea kama haki yake. Alikuwa Mungu kimsingi na katika upeo wa juu zaidi. Alikuwa sawa na Mungu asiye na kikomo na mwenye enzi zote. Alikuwa juu ya matakwa yote yenye kikomo, na mwenyewe alikuwa sheria katika tabia. Miongoni mwa malaika wa juu zaidi, haiwezi kusema kwamba hawajawahi kubeba nira,
Malaika wote hubeba nira ya utegemezi, nira ya utii. Wao ni wajumbe walioteuliwa na yeye ambaye ni amiri wa mbingu yote. Manuscript Releases Volume 12 ukurasa 395 aya ya pili. Hakuna hata mmoja wa malaika ambaye angeweza kuwa mdhamini kwa jamii ya wanadamu, kwani uzima wao ni wa Mungu. Hawangeweza kusalimisha. Kwa Kristo pekee, familia ya wanadamu ilitegemea kwa ajili ya uwepo wao. Yeye ni mwana wa milele, mwenye uwepo binafsi, ambaye kwake hakuna nira iliyokuwa imekuja. Kisha Mungu akauliza, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Kristo pekee wa jeshi la malaika angeweza kujibu, mimi hapa nitume. Yeye pekee alikuwa ameagana kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuwa mdhamini wa mwanadamu. Angeweza kusema kile ambacho hakuna malaika wa juu zaidi angeweza kusema. Ninao uwezo wa kutoa uzima wangu. Ninao na uwezo wa kutoa tena. Angalia Yohana 10:18, Manuscript Releases Volume 12 ukurasa 395 aya ya 3. Kama alikuwa Mungu kimsingi na katika upeo wa juu, maana yake alikuwa na sifa za kiasili tatu ambazo Mungu anazo: omnipotent, omniscient, omnipresent. Yaani ana enzi zote, anajua yote na yuko kila mahali kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Namba 2, akiwa sawa na Mungu, Yesu alishiriki sifa za kiasili za Mungu. Nakumbuka tunatumia Kristo mbinguni, lakini Yesu tunatumia wapi? Hapa duniani. Mungu yuko kila mahali. Bwana ambaye kiti chake cha enzi kiko mbinguni kulingana na Zaburi 11 mstari wa 4, lakini kwa Roho wake yuko kila mahali. Ana maarifa ya ndani na anapendezwa kibinafsi na kazi zote za mikono yake. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi ni ukimbie uso wako? Zaburi 139 mstari wa 7. Education ukurasa 131 aya ya kwanza hadi 132 aya ya kwanza. Ana enzi zote, yaani alikuwa sawa na Mungu asiye na kikomo na mwenye enzi zote. Manuscript Releases ya 395 aya ya pili. Ni mwenye kujua yote. Mungu ni mwenye enzi zote, anajua yote, habadiliki. Sons of the Times, Julai 23, 1902 aya ya 12. Twende namba 3. Hili ni somo fupi ninachotaka nikurudia watu wajue Mungu tunayemwabudu ni wa namna gani. Yesu akiwa sawa na Mungu alikuwa katika namna ya Mungu na alikuwa roho, maana Mungu ni roho. Anasema lakini Kristo akiwa yuna namna ya Mungu hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, yani alijimwaga mwenyewe, emptied himself, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Wafilipi 2:6 na 7. The Desire of Ages ukurasa wa 22 aya ya 3. Yohana 4:24 anasema hivi, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, lakini yeye ni kitu chenye uhai, kwa maana mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake. Education ukurasa 131 aya ya kwanza. Twende namba 4. Yesu alijifunua mwenyewe katika ulimwengu kama roho ya Mungu kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine au kabla ya incarnation. Katika Agano la Kale utakuta roho ya Mungu, roho ya Mungu. Sikia, roho ya Mungu ni Kristo. Ayubu 33 mstari wa 4 anasema, roho ya Mungu imeniumba na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Bwana Yesu aliumba ulimwengu. Sons of the Times, Machi 28, 1995 aya ya 6. Na mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hivi,
Kisha Mungu aliye hai, aliyepo mwenyewe, akapulizia pumzi ya uhai katika umbo hilo, na mwanadamu akawa kiumbe hai, mwenye kupumua na mwenye akili. Testimonies for the Church volume 8 kurasa 264 aya ya kwanza. Naye Paulo katika Wakorinto wa Kolosai 1:16 anasema hivi: kwa kuwa katika yeye, yani Yesu, vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Yohana 1:3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Roho ya Mungu aliyefunuliwa kwake akiwa anasonga na kuongoza magurudumu haya, alileta upatano kutoka kwenye machafuko. Hivyo ulimwengu wote ulikuwa chini ya udhibiti wake. Vivyo hivyo, wakati Mungu alipokuwa karibu kufungua kwa Yohana mpendwa historia ya kanisa kwa vizazi vijavyo, alimpa uhakikisho wa maslahi na utunzaji wa Mwokozi kwa watu wake kwa kumfunulia mmoja kama mwana wa mtu, akitembea kati ya vinara vya taa ambavyo viliashiria makanisa 7. Testimonies for the Church volume 5 kurasa 752 aya ya 2 na ya 3. Baada ya kosa la Adamu, Bwana hakusema tena moja kwa moja na mwanadamu. Jamii ya wanadamu ilikabidhiwa mikononi mwa Kristo, na mawasiliano yote yalikuja kupitia yeye kwa ulimwengu. Review and Herald, Novemba 28, 1893 aya ya 4. Yuko pamoja nasi tunapofundisha maneno aliyosema katika Agano la Kale na pia katika Agano Jipya. Yeye aliyetoa amri katika Agano Jipya ndiye pia aliyetoa maagizo yaliyomo katika Agano la Kale. Agano la Kale na Jipya yote ni matakatifu, kwani yote yana maneno ya Kristo. Mawasiliano yote kutoka mbinguni hadi duniani tangu kuanguka kwa Adamu yamekuja kupitia Kristo. The Grace Collection, ukurasa wa 126 aya ya 2. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu watakatifu wa Mungu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu, au tungesema pepo mtakatifu, Holy Ghost. Petro wa pili 1:21. Basi Bwana ndiye yule Roho, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Wakorintho wa kwanza 3:17 na 4:6 pembezoni. Roho Mtakatifu anadhihirishwa kupitia mawakala wa malaika wa Mungu. Hebu kila mtu anayeingia kwenye mimbari ajue kwamba ana malaika kutoka mbinguni katika hadhira yake. Na wakati malaika hawa wanapomimina kutoka kwao wenyewe mafuta ya dhahabu ya ukweli ndani ya moyo wake yeye ambaye anafundisha neno, basi utumiaji wa ukweli utakuwa jambo muhimu na zito. Malaika wajumbe watafukuza dhambi kutoka moyoni, isipokuwa mlango wa moyo umefungwa kwa kufuli na Kristo anakataliwa kuingia. Kristo atajiondoa mwenyewe kutoka kwa wale wanaoendelea kukataa baraka za mbinguni ambazo wanapewa bure. Testimonies to Ministers, ukurasa 337 aya ya 2. Kutoka kwenye mizeituni miwili mafuta ya dhahabu yalimiminwa kupitia mirija ya dhahabu hadi kwenye bakuli la kinara cha taa, na kisha hadi kwenye taa za dhahabu zilizotoa mwanga kwa patakatifu. Kwa hivyo kutoka kwa watakatifu wanaosimama mbele za Mungu, Roho wake hutolewa kwa vyombo vya kibinadamu vilivyojiweka wakifu kwa huduma yake.
Utume wa watiwa mafuta wawili ni kuwasilisha nuru na nguvu kwa watu wa Mungu, ni kupokea baraka kwa ajili yetu. Ndiyo maana wanasimama mbele za Mungu. Kadiri ambavyo mizeituni inamimina yenyewe kwenye mirija ya dhahabu, ndivyo wajumbe wa mbinguni wanavyotafuta kuwasilisha yote wanayopokea kutoka kwa Mungu. Hazina yote ya mbinguni inasubiri mahitaji na mapokezi yetu, na kadiri tunavyopokea baraka, si kwa zamu yetu, tunapaswa kuitoa. Hivyo ndivyo taa takatifu zinavyolishwa na kanisa linakuwa mbeba nuru duniani. Testimonies to Ministers, ukurasa 510 aya ya kwanza. Namba 5, alijimwaga mwenyewe. Mambo kadhaa yalibadilika wakati Yesu alipozaliwa katika sura nyingine. Yeye si roho tena. Mungu ni roho. Mwanzoni alikuwa ni Mungu, kwa hiyo alikuwa ni roho. Sasa hivi ni mwanadamu na ana alama za misumari. Luka 24:39 na 40 anasema hivi: tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeshike muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoiniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, alionyesha mikono yake na miguu yake. Yeye hayupo kila mahali tena. Na mjumbe wa Mungu anaunga mkono hili katika The Desire of Ages, ukurasa 669 aya ya pili, kwamba akiwa amezingwa na ubinadamu, covered with humanity, Kristo asingeweza kuwa kila mahali mwenyewe binafsi. Kwa hiyo Kristo anabeba nafsi mbili, ya ubinadamu na ya uungu. Ya uungu ndiyo Roho Mtakatifu, Holy Ghost, inajitegemea, na ya ubinadamu inajitegemea. Sasa hivi yuko wapi? Yuko kule mbinguni, anatuombea patakatifu patakatifu. Hapa duniani kuna Roho wake Mtakatifu ambaye ni mfariji. Nasema si mwenye enzi zote, anakuwa tegemezi. Si mwenye enzi, huu binadamu hauna enzi zote tena. Anasema lakini mwana wa Mungu alikuwa amejisalimisha chini ya mapenzi ya Baba na kutegemea nguvu zake. Kwa dhahiri Kristo alikuwa amemwaga kabisa nafsi, kiasi kwamba hakufanya mipango kwa ajili yake mwenyewe. Alikubali mipango ya Mungu kwake, na siku kwa siku Baba alifunua mipango yake. The Desire of Ages, ukurasa 208. Angalia pia ukurasa 668. Yohana 5:30 anasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hivi: wakati Yesu alipoamshwa ili kukabiliana na dhoruba, alikuwa katika amani kamilifu. Hakukuwa na chembe ya hofu katika neno au muonekano, kwani hakukuwa na hofu moyoni mwake, lakini hakupumzika katika mamlaka ya kumiliki uweza wa Mwenyezi. Haikuwa kama Bwana wa dunia na bahari na anga, kwamba alikaa kimya. Uwezo huo alikuwa ameweka chini, na anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Yohana 5:30. Aliamini uweza wa Baba. Ilikuwa katika imani, yaani imani katika upendo na utunzaji wa Mungu, ndipo Yesu alipumzika. Na uweza wa neno hilo lililotuliza dhoruba ulikuwa uweza wa Mungu. The Desire of Ages, ukurasa 336 aya ya kwanza. Hakujua yote. Tuangalie Mathayo 24:36 anasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Yaani pale alikuwa covered with humanity. Three omnis, omnipotent, omniscient, omnipresent, zilikuwa zimezingwa covered. Asingeweza kujua tarehe, lakini sio kwamba atakuwa hivyo. Anapofika mbinguni na kuchukua utukufu, tayari anajua kila kitu.
Katika ubinadamu wake Kristo alimtegemea Baba kama vile ubinadamu sasa unavyomtegemea Mungu kwa uwezo wa kimungu katika kufikia ukamilifu wa tabia. Signs of the Times, Desemba 12, 1995, aya ya 2. Sasa ametiishwa na anatii, ili hali hakuwa chini ya nira yoyote na juu ya sheria yote. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akisikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Waebrania 5:7 na 8. Paulo naye anatuambia katika Wakorintho wa kwanza 15:27 na 28 hivi: kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Twende namba 6. Roho Mtakatifu anafunuliwa kuwa Yesu. Ni baada tu ya kuzaliwa katika sura nyingine ndipo Roho Mtakatifu anatajwa kama nafsi tofauti ya uungu, nafsi ya tatu. Mjumbe wa Mungu anasema kwamba akiwa amezingwa na ubinadamu, Kristo asingeweza kuwa kila mahali mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ilikuwa ni vema na kwa faida yao mitume, ili awaache kusudi aende kwa Baba yake na kuwatumia Roho Mtakatifu kuwa mrithi wake hapa duniani. Roho Mtakatifu ni yeye Kristo mwenyewe akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na anajitegemea. Angejiwakilisha mwenyewe katika sehemu zote kwa njia ya Roho Mtakatifu. Manuscript Releases, Volume 14, ukurasa wa 23, aya ya 3. Naam, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Yohana 14:17 na 18. Wakorintho wa pili 3:17 anasema, basi Bwana ndiye yule Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Twende pointi namba 7. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yesu katika sura nyingine au incarnation kunawakilisha kafara ya milele ya Yesu, ili tuweze kupokea Roho wake Mtakatifu, yaani uzima na nafsi yake mwenyewe. Damu ya Yesu au Roho Mtakatifu huondoa dhambi. Anasema Roho Mtakatifu alikuwa kipawa cha juu kuliko vyote ambacho angeweza kuomba kutoka kwa Baba yake kwa ajili ya kuinuliwa kwa watu wake. Roho angetolewa kama wakala anayehuisha, na bila huyu kafara ya Kristo isingekuwa na maana yoyote. Ile pale msalabani bila kutolewa Roho haina maana yoyote, maana ni wadhambi wangeendelea kutenda dhambi. Nguvu ya uovu ilikuwa inaimarika kwa karne nyingi, na ilishangaza watu kujiweka chini ya utumwa huu wa kishetani. Dhambi ingepingwa na kushindwa tu kwa njia ya wakala mwenye nguvu wa nafsi ya tatu ya uungu. Wako wanawili wanaokataa kwamba hakuna nafsi, nafsi ni mbili tu. Hasa hebu niambie, hii quotation ya Ellen G. White mnaiweka wapi? Ambaye angekuja bila nguvu zilizoboreshwa, lakini katika ukamilifu wa uwezo wa kimungu. Ni Roho anayefanya kuwa na matokeo mazuri kile kilichofanywa na mkombozi wa ulimwengu. Ni kwa njia ya Roho ndipo moyo unatakaswa. Kupitia Roho muumini huwa mshirika wa asili ya uungu. Kristo ametoa Roho wake kama nguvu ya kimungu ili kushinda tabia zote za urithi na mazoea ya uovu na kuweka tabia yake mwenyewe kwa kanisa lake. The Desire of Ages, ukurasa 671, aya ya 2. Kupitia damu ya upatanisho tunakuwa washirika wa asili ya kimungu. Kupitia Kristo sisi ni watoto wa Mungu,
na tuna uhakika kwamba Mungu anatupenda kama vile alivyompenda mwanawe. Testimonies for the Church Volume 5 kurasa 741 aya ya kwanza. Mavazi yao lazima yasiwe na doa. Tabia zao lazima zitakaswe kutoka dhambini kwa damu ya kunyunyizwa. The Great Controversy ukurasa 425 aya ya kwanza. Damu ya kunyunyizwa ni Roho Mtakatifu, the blood of sprinkling. Sheria ya Mungu haihitaji chochote isipokuwa ukamilifu wa kiroho, na kupitia kafara isiyo na kikomo ya mwana wa Mungu, mpango kamili umefanywa ili mwanadamu aweze kuwa mshirika wa asili ya kimungu, na kupitia sifa za damu ya Kristo awe mshindi. Review and Herald, Agosti 27, 1994, aya ya 4. Damu ya Yesu Kristo hutusafisha na dhambi zote. Tunaposema damu, sikimbilia pale msalabani, ya pale msalabani ya kututakasa. Damu yake ya Roho Mtakatifu ndiyo hiyo inayotutakasa. Yaani kumbuka hapa ni two personalities, wasifu wa aina mbili, ubinadamu na uungu. Usije ukakurupuka. Inanena mema kuliko damu ya Habili, kwa maana Kristo yu hai milele ili kutuombea. Tunahitaji kuweka mbele yetu ufanisi wa damu ya Yesu, damu hiyo inayosafisha maisha, inayotegemeza maisha, inayochukuliwa kwa imani iliyo hai, ndiyo tumaini letu. Tunahitaji kukua katika kuthamini thamani yake isiyopimika, kwani inazungumza tu tunapodai wema wake kwa imani, tukiweka dhamiri safi na amani na Mungu. Our High Calling, ukurasa wa 47 aya ya 4. Wayahudi walikuwa wamezoea damu kama kisafishaji kutoka kwenye hatia, na karibu walikuwa wamepoteza mtazamo wa ukweli kwamba dhambi ililazimisha kumwaga huku kwa damu ya wanyama, na kwamba ilikuwa kivuli kibainishi cha damu ya mwana mpendwa wa Mungu ambayo ingemwagwa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Spirit of Prophecy Volume 3 ukurasa wa 21 aya ya kwanza. Walawi 17:11 anasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Alimwaga nafsi yake kwa ajili yetu. Kutolewa kwa Roho ni kutolewa kwa uzima wa Kristo. The Desire of Ages ukurasa 405 aya ya kwanza. Isaya 53:12 anasema, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa. Sio nafsi ya binadamu, ni nafsi ya kimungu, ndio ulikuwa uhai wake. Ahadi ya Roho na Mama Ellen G. White anasema Kristo alitamka kwamba baada ya kupaa kwake angetuma kwa kanisa lake kama zawadi ya juu kabisa mfariji au msaidizi ambaye angechukua nafasi yake. Huyu mfariji ni Roho Mtakatifu, yaani nafsi ya uzima wake, hitaji kuu la kanisa lake, nuru na uzima wa ulimwengu. Kwa njia ya Roho wake, Kristo hutuma mvuto wa kupatanishwa na nguvu ambayo huondoa dhambi. Review and Herald, Mei 19, 1994, kurasa wa 42 ni aya ya 4. Maombezi ya kikuhani ya Kristo sasa yanaendelea kwa niaba yetu katika patakatifu pa juu. Lakini ni wachache kiasi gani walio na uelewa wa kweli kwamba kuhani wetu mkuu wa juu zaidi anawasilisha mbele za Baba damu yake mwenyewe, akidai kwa ajili ya mwenye dhambi anayempokea kama mwokozi wake neema zote ambazo agano lake linajumuisha kama thawabu ya kafara yake. SDA Bible Commentary Volume 7 kurasa 932 aya ya 7. Kafara kuu ilikuwa imetolewa na ilikuwa imekubaliwa, na Roho Mtakatifu aliyeshuka siku ya Pentekoste alibeba akili za wanafunzi kutoka patakatifu pa duniani
hadi pa mbinguni, ambapo Yesu alikuwa ameingia kwa damu yake mwenyewe ili kumwaga juu ya wanafunzi wake faida za upatanisho wake. Rewritings kurasa 259 aya ya kwanza. Nayo Matendo 2:33 anasema, basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Majeraha ya Kalvari yanaashiria kafara yake ya milele. Kumbukumbu moja tu ya dhambi ndiyo inasalia. Mwokozi wetu atabaki na alama za kusulubiwa kwake milele. Juu ya kichwa chake kilichojeruhiwa, ubavuni pake, katika mikono na miguu yake, kuna ishara za kazi ya kikatili iliyofanywa na dhambi. Nabii anasema, akimwangalia Kristo katika utukufu wake, mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Habakuki 3:4. Katika ubavu uliochomwa kwa mkuki, mahali pale ilipobubujika chemchemi ambayo ilimpatanisha mwanadamu na Mungu, kuna utukufu wa Mwokozi. Pale ndipo ulipofichwa uweza wake, na alama za kudhalilishwa kwake ndizo heshima yake kuu zaidi. Katika enzi za milele, majeraha ya Kalvari yataonesha sifa zake na kutangaza uweza wake. The Great Controversy kurasa 674. Namba 8. Agano la milele kati ya Yesu na Baba lilikuwa kwamba tuweze kupokea Roho Mtakatifu. Kumbuka hili agano la Baba na Mwana. Mwanadamu ni mpokeaji, ambapo anasema hivi, agano la rehema lilifanywa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Limekuwepo tangu milele yote na linaitwa agano la milele. Kwa hivyo hakika kama vile hapakuwa kamwe na wakati ambapo Mungu hakuwepo, vivyo hivyo hapakuwa kamwe na wakati ambapo haikuwa furaha ya akili ya milele kudhihirisha neema yake kwa wanadamu. Signs of the Times, Juni 12, 1991, aya ya 7. Kadiri mtesekaji wa kimungu aliponing'inia msalabani, malaika walikusanyika kumzunguka, na kadri walivyomwangalia na kusikia kilio chake, waliuliza kwa msisimko mkubwa, je, Yehova Bwana hatamwokoa? Kisha maneno yalisemwa, Bwana ameapa na hatageuka. Baba na Mwana waliahidi kutimiza masharti fahamifu ya agano la milele. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. The Youth's Instructor, Juni 14, 1900, aya ya 5. Kristo hakuwa peke yake katika kufanya kafara yake kuu. Ilikuwa ni utimilizo wa agano lililofanywa baina yake na Baba yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wakiwa wameshikana mikono, walikuwa wameingia ahadi nyeti kwamba Kristo angekuwa mdhamini wa jamii ya wanadamu kama wangeshindwa na madanganyo ya Shetani. The Youth's Instructor, Juni 14, 1900, aya ya 6. Ahadi inarudiwa kwa uhakika zaidi kwa Ibrahimu. Anasema, Sara mkeo atakuzalia mwana, nawe utamwita jina lake Isaka, nami nitalithibitisha agano langu naye, liwe agano la milele na kwa uzao wake baada yake. Spirit of Prophecy, Volume 1, ukurasa wa 96, aya ya 2. Na Wagalatia 3:16, Paulo anatuambia hivi, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Wagalatia 3:14 anasema, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Luka 24:49 anasema,
Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Wana Utatu wanapenda kupokea Roho Mtakatifu na huku hajatolewa. Maana wana Utatu na wana Uwili wanataka nguvu. Nguvu itatoka wapi wakati hamjaikubali? Matendo 1:4-5 anasema, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, naam, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Matendo 2:33, 34 na 39. Agano hili lilihitaji mauti ya musia, death of the testator. Anasema, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya au musia. Waebrania 9:15 na 16. Tena katika Wakorintho wa pili 3:9 anasema hivi, agano jipya linaitwa huduma ya Roho. Angalia Wakorintho wa pili 3:6 na 8. Pia linaitwa huduma ya haki. Hiyo katika Wakorintho wa pili 3:9. Wakati Yesu alipofanya agano na Baba, hakuwa mwanadamu, bali katika namna ya Mungu. Kwa hivyo musia alikuwa Mungu na si mwanadamu. Kwa kukubali milele namna ya mtumwa, Yesu katika namna ya Mungu alikufa. Nasikia jamani? Hangekuwepo tena milele katika namna hiyo ya utukufu. Hii ilitimiza hitaji la mauti ya milele. Yeye, yani Kristo, aliteseka mauti iliyokuwa yetu, kusudi tupate kupokea uzima uliokuwa wake. The Desire of Ages ukurasa wa 25. Tulikuwa tunawiwa na mauti ya milele. Hata hivyo, haiwezekani kwa Mungu kufa kwa kubaki mwanadamu milele. Yesu alitoa kafara ya milele. Maana ya mauti ya milele au mauti ya kwanza ni to cease to exist as God. Amekoma kuishi kama Mungu, sasa hivi yu aishi kama mwanadamu. Hapo unasema kifo ni kimoja tu. Haya, swali, ninyi wanawili, mnadhani mngeweza kumtundika Kristo msalabani akiwa Mungu? Ana zile sifa za kiasili tatu. Hata mchawi mwenyewe nikwambia, huyo hapo huwezi kumuua. Kwa kuzaliwa kwake katika sura nyingine au incarnation, alikuwa amefikia kiwango kilichopangwa kama kafara, lakini sio kama mkombozi. Kama mkombozi lazima aende njia yote mpaka Calvary, alale njaa, anyeshewe mvua, atembee kama kobe. Manuscript Releases Volume 14 ukurasa wa 23 aya ya 3. Ninaamini hii inarejelea mauti ya musia, kiwango kilichopangwa. 9. Kwa kuwa mwanadamu, Yesu amejifanya mwenyewe kuwa chini milele, yani mtiifu kwa Mungu, ili atuokoe kutokana na uasi wa makusudi, na kwamba tuweze kuongozwa kumtumikia kwa hiari tunapoona na kuelewa upendo wake mkuu na gharama, yani kafara yake mwenyewe aliyotulipia. Yesu akawa mwanadamu, kwa mmoja wa jamii ya viumbe ambao wajibu wao wote kwa mujibu wa sheria ni kumtumikia Mungu.
Mhubiri 12:13 anasema hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Rehema yake haikuwa udhaifu, bali uwezo wa kutisha wa kuadhibu dhambi, kwa sababu ni dhambi, na bado uwezo wa kuvuta upendo wa wanadamu kwake. SDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa 935 aya ya 15. Mungu anataka kutoka kwa viumbe vyake vyote huduma ya upendo, yaani heshima inayotokana na kuthamini kwa akili tabia yake. Hafurahii utii wa kulazimishwa, na kwa wote anawapa uhuru wa hiari ili waweze kumtolea huduma ya hiari. The Great Controversy, ukurasa 493 aya ya 2. Twende namba 10. Kupitia kafara hii Yesu atapata ufalme ambapo raia watabaki na uhuru wa kuchagua, na bado uasi hautatokea tena. Mwokozi wa ajabu! Yaani ufalme, anaposema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Kwa hiyo mioyo hii kisha takaswa, Kristo akaa ndani yake, tayari huo ndio mwanzo wa uzima wa milele. Hitaji la msalaba. Mauti ya Kristo msalabani ilihakikisha kuangamizwa kwake yeye aliye na nguvu za mauti, aliyekuwa mwanzilishi wa dhambi. Wakati shetani atakapoangamizwa, hakutakuwa na mtu wa kumjaribu mtu kufanya uovu. Upatanisho hautahitaji kurudiwa kamwe, na hakutakuwa na hatari ya uasi mwingine katika ulimwengu wa Mungu. Kile pekee kinachoweza kuzuia dhambi katika ulimwengu huu wa giza kitazuia dhambi mbinguni. Manufaa ya mauti ya Kristo yataonekana kwa watakatifu na malaika. Watu walioanguka hawangeweza kuwa na makao katika paradiso ya Mungu bila mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Je, hatupaswi basi kuinua msalaba wa Kristo? Malaika humpa Kristo heshima na utukufu, kwani hata wao hawako salama isipokuwa kwa kutazama mateso ya mwana wa Mungu. Ni kupitia hitaji la msalaba ndipo malaika wa mbinguni hulindwa kutokana na uasi. Bila msalaba hawangekuwa salama zaidi dhidi ya uovu kama malaika walivyokuwa kabla ya kuanguka kwa Shetani. Ukamilifu wa malaika ulishindwa mbinguni. Ukamilifu wa mwanadamu ulishindwa katika Edeni, yaani paradiso ya furaha. Wote wanaotamani usalama duniani au mbinguni lazima wamtazame mwana kondoo wa Mungu. Mpango wa wokovu unaodhihirisha haki na upendo wa Mungu hutoa ulinzi wa milele dhidi ya uasi katika ulimwengu ambao haujaanguka, na pia miongoni mwa wale watakaokombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Tumaini letu pekee ni imani kamili katika damu ya Yesu anayeweza kuwaokoa kabisa wote wanaomjilia Mungu kupitia yeye. Mauti ya Kristo kwenye msalaba wa Kalvari ndilo tumaini letu pekee katika ulimwengu huu, na itakuwa mada yetu katika ulimwengu ujao. Hatuelewi thamani ya upatanisho. Kama tungeuelewa vilivyo, tungezungumzia zaidi kuhusu zawadi ya Mungu katika mwanawe mpendwa. Ilikuwa usemi wa upendo usioeleweka. Ilikuwa ni kadiri kubwa ambayo Mungu angeweza kufanya ili kuhifadhi heshima ya sheria yake na bado kumwokoa mkosaji. Kwa nini mwanadamu asijifunze mada ya ukombozi? Ni mada kubwa zaidi inaweza kuhusisha akili ya mwanadamu. Kama watu wangetafakari upendo wa Kristo uliodhihirishwa msalabani, imani yao ingeimarishwa ili kuchukua sifa za damu yake iliyomwagika. Nao wangetakaswa na kuokolewa kutoka
dhambini. Signs of the Times, Desemba 30, 1889, aya ya 4. Mwokozi wa ajabu kwelikweli. Hebu tusome Yohana 3:14 hadi 16 ambapo anasema, na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminiye awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kupitia imani katika Kristo, imani katika damu yake, Mungu amefanya mpango kwamba tupokee uzima wa milele wa Yesu mwenyewe, yaani Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nafsi ya uzima wake, huumba ndani yetu ukamilifu wa tabia. Tunapewa tabia ya Kristo, na tukifa kabla ya kurudi kwake, atatufufua kama vile Yesu alivyokuwa na tabia kamilifu ya Mungu, na Mungu alimfufua baada ya kufa. Tuangalie Yohana 6:40 na 54 ambapo anasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Sikia hapo jamani. Wale wamtafutao Kristo katika tabia yake ya kweli, wana ndani yao viashiria vya uzima wa milele, kwa sababu wao ni washirika wa asili ya kimungu. Selected Messages Volume 1 ukurasa 136 aya ya 2. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mathayo 11:28 na 29. Kujifunza juu ya Kristo kuna maanisha kupokea neema yake ambayo ni tabia yake. Christ's Object Lessons, kurasa 271 aya ya 1. Kristo ametoa roho wake kama nguvu ya kimungu kushinda misukumo yote ya uovu, ya kurithi na mazoea, na kuweka tabia yake mwenyewe kwa kanisa lake. The Desire of Ages, ukurasa 671 aya ya 2. Lakini wakati ambapo wale waliokuwa wapumbavu walipochukua taa zao, hawakuchukua mafuta pamoja nao. Wenye busara walichukua mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Kundi la mwisho lilikuwa limepokea neema ya Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu inayofufua na kuangazia, ambayo hulifanya neno lake kuwa taa ya miguu na mwanga wa njia. The Great Controversy, kurasa 393 aya ya 4. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Amina. Ufunuo 22:21, mstari wa mwisho wa Biblia Takatifu. Hitimisho. Katikati ya vilio vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu, ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani utaweza kuwa na sehemu katika kuutoa na kuweza kuutambua wakati unapokuja? Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli wala kufunika ujumbe kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism, ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu.
Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana na kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe huu utapelekwa, watu wakubali au kukataa. Kama hivyo kwa siku za Kristo, kutakuwepo njama za hali ya juu za mamlaka za giza, lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staa ziliazo amani amani, wakati hakuna amani, kwa wale wanaogeuka mbali kutoka kwa Mungu. Signs of the Times, Volume 3, kurasa 441 ya Desemba 23, 1897. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church, Volume 5, kurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapa kuna vitabu. Kitabu cha kwanza ni Neno Alifanyika Mwili, Uungu, Roho Mtakatifu na gharama kubwa ya wokovu wetu. Kwamba Kristo alipotoa uzima wake katika kuzaliwa, wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine, tayari hii inakuwa nafsi ya tatu na ndiyo ya kuja kutuhuisha, wakati yeye anadumu kama mwanadamu, yeye kama kichwa. Sambamba na hivi kuna vitabu vingine viwili, Mbingu Zilishuka Chini sehemu ya kwanza na Mbingu Zilishuka Chini sehemu ya pili. Cha kwanza kinahusu kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine, wakati cha pili kinahusiana na uungu. Utasoma mwenyewe ili uelewe. Kurasa 700, shilingi 21,000. Omega ya uasi wa kuogofya kwa Waadventista wa Sabato. Omega ni nini? Imetimiaje? Utasoma hapa, shilingi 16,000. Shirika la Kanisa la Mungu, nyumba iliyojengwa mwambani, shilingi 6,000. Machukizo ya Omega na historia ya kanisa 1844 mpaka leo. Je, kanisa bado liko kwenye reli au lilishatoka? Utasoma hapa, 20,000. Juu ya mwamba huu, kufunguka kwa asili ya kanisa la Mungu, 6,000. Na iwe nuru, historia ya Biblia ya kutengana, 6,000. Badiliko la kupokea utatu kwa Waadventista, 5,000. Kama nachukua vingi takufanyia shilingi 2,500 au 3,000. Pambano kuu kati ya mema na mabaya, shilingi 12,000. Vitabu vinaelezea historia ya kanisa la Waadventista na imani waliokuwa nayo, na huku Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma vitabu hivi ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedseminaries.org, ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Wito. Naliona kwamba kazi ya haraka ambayo Mungu alikuwa anafanya duniani hivi karibuni ingefupishwa katika haki, na kwamba wajumbe wa haraka lazima waharakishe. Je, wote ni wajumbe? Hasha, hasha. Wajumbe wa Mungu wana ujumbe. Present Truth, Aprili 1, 1850, aya ya 7. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Bank. Jina la akaunti SDRR. Namba za akaunti ya shilingi na ya dola ndiyo hizo zinapita kwenye skrini. Mitandao ya Kipesa, M-Pesa, ya Telimane na Tigo Pesa ndiyo hiyo inapita kwenye skrini. Karibuni tena kesho kunako majaliwa. Tuendelee na somo la 889. Tupige magoti tuombe. Tunakushukuru Mungu uliyeziumba mbingu na nchi kwa kutulinda na kutuongoza tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki.
ambapo natujulisha kwamba Kristo alikuwa Mungu kimsingi na katika upeo wa juu, sio mdogo. Halafu baada ya kafara ubinadamu wake ukazingwa. Unapozingwa maana yake hawezi kuwa kila mahali popote. Tunakushukuru kwamba katika hii kafara, hasa ile ya kwanza ya mbinguni, alipofanyika mwanadamu, alitupatia uzima wake Roho Mtakatifu, ili akikaa ndani yetu tuweze kuzaliwa mara ya pili, tuweze kujazwa na Roho Mtakatifu na kuacha maisha machafu ya dhambi. Bwana, utujaze na Roho Mtakatifu kuanzia sasa hivi, tunapohubiri, tunapofundisha, watu wasituone sisi, wakakuone wewe ukiwa unawasuta waache dhambi. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni, sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.
Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.